Na wasalimu kwa mara nyingine katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamjambo. Jina langu ni Samuel Kimani Mutora, na mpenda Yesu Kristo kwa kunifikishia neema ya wokovu. Nataka kuchukua fursa hii kwa niaba ya presbytery yetu ya Thika, the Premier Presbytery, kumkaribisha mchungaji DK na kumwambia congratulations for your induction. Na karibu ili tuweze kuifanya kazi ya Bwana. Na tunakuombea neema ya Mungu iwe pamoja nawe unapozidi kuhudumia parokia hii. Vile vile kwa Wakristo wa parokia hii ya Thika Town, tunataka kusema hongera kwenyu kwa kumkubali mchungaji DK ili aweze kuwa pamoja na nyinyi, ili aweze kumhudumia. Na vile vile nachukua fursa hii kuwashukuru na kuambia asante kwa vile mmekuwa mkishikilia presbytery yetu kwa mali yenu kwa kila hali. Tunapowaitisha kama presbytery msaada wetu, huwa hamsiti hata kidogo kutushikilia. Kwa hivyo tunasema hongereni congregation na washirika wote. Tunaomba neema ya Bwana ikaweza kuwa pamoja na nyinyi. Tunawakumbusha ya kwamba induction ya mchungaji ni tamaduni ya kanisa hili, na hii tamaduni ambayo ni ya kanisa hili hatuifanyi kwa sababu ya kuifanya. Wale ambao walifuatilia vile tulivyokuwa tunaendelea, mliona vile mchungaji alijibu maswali 8 kama sio 7, na akayajibu sawa, akasema sawa. Hakuna lolote hakusema sitaweza, lakini alikuwa anasema naam kwa msaada wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo ibada hii ilikuwa inamkumbusha ya kwamba tangu alipoteuliwa bado wako katika kazi na atazidi kuitenda kazi. Kulingana na vile kanisa hili letu limeundwa, sasa yeye ni wa presbytery hii, na dipoza kwanza uliona tumemuingiza kazi na presbytery tukamsalamia kwanza na akatia kidole kwanza katika formula na hatimaye tukamlete kwenyu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mchungaji kwanza ni wa presbytery, hatimaye anakuwa wa parokia. Kwa hivyo presbytery ndio, sijui nitasema nini kwa Kiswahili, lakini chama cha presbytery ndio kinaangalia mchungaji, anaripoti kwa presbytery. Presbytery ndio mwajiri wa mchungaji. Kwa hivyo mchungaji ni wa presbytery, hatimaye anapatiana kwa chama cha congregation ili wanasaidiana kuifanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo hii siku ni siku kubwa, na tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu imefanyika. Tumewahi enda katika parokia zingine tukaingiza mchungaji kazi, na tukaenda nyumbani bila kumuingiza mchungaji kazi, kwa sababu kama vile clerk alisoma barua, clerk alienda kusoma barua, watu wakamfuata nyuma, presbytery ikiwa imeketi nafikiri ni kama kawaida, watu wakasema leo tumekuja kusema hatutaki mchungaji aingizwe kazini. Sasa ikawa kesi kubwa, na tukasema wacha tusome ibada tuende nyumbani, haya mambo yataangaliwa baadaye. Kwa hivyo hilo tendo huwa tunalifanya, tunatimiza wajibu ambao umewekwa katika kanisa hili. Tunashukuru kwa vile Mungu ametuwezesha, and we want to thank God because he has been faithful to this parish and to our presbytery. Rekei tuhoe nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Mtakatifu Mungu uishie milele, kwa neema zako nena pamoja na mioyo yetu ili tuweze kusikiza neno lako na ujumbe wa siku ya leo. Na tukiusikiza Bwana, tujalie kuweza kutekeleza yale ambayo utakayonena nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Siku ya leo kama vile ilivyo somwa katika kitabu cha kwanza na cha pili, inatukumbusha mambo ya uchungaji. Na katika Biblia takatifu utakuta ile tunaita kwa Kiingereza metaphor imetumika sana wakati Mungu anapojidhihirisha kusema anawachunga watu. Wakati mwingi amejiita yeye ni mchungaji.
na wale ambao wameandika maandiko matakatifu wakati mwingi wamemwelekeza Mungu kama mchungaji aliye mkuu. Na hata Yesu Kristo mwenyewe anasema mimi ndiyo mchungaji mkuu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 10 anasema yeye ndiye mchungaji ambaye anasikiza sauti ya kondoo zake. Ukisoma katika New Testament imerudiwa zaidi ya mara 16 hii metaphor ya the sheep and the shepherds. Kwa hivyo tunapoisoma unakuta ya kwamba tunaijua zaidi tunaposema mchungaji na kondoo. Tunajua ya kwamba hapa tunaongea juu ya yule anayelisha watu katika maisha yao ya kiroho na wale wanaolishwa. Nimesema ni metaphor kwa sababu siwezi kuwaita nyinyi kondoo. Nikikuita kondoo si nimekutukana. Lakini metaphor inasema ya tunapoiandika tunasema mchungaji na kondoo zake. Na wakati mwingine hata katika lugha zetu wale watu ambao wametumika kuifanya kazi hii ile matigeta kwa mureithi kana mureithi wira wake niki na gukuri andu ingi metagwo mureithi ungetwiria ritwa riu riao mundu ucio ari mureithi. Na kwa mara nyingine tuna wachungaji aina mbili ambao wanatumika. Mchungaji wa kwanza anakuwaga ni mchungaji mwenye kondoo, tunamuita a hired shepherd. Mchungaji ambao si mwenye kondoo hazirishi kwa hakika vizuri sana, kwa sababu yeye anagojea mshahara mwisho wa mwezi. Lakini mchungaji ambaye ni mchungaji mwenye kondoo, yeye huziangalia na kuzichunga kondoo kwa sababu ni zake. Na ndiposa Yesu Kristo alikuwa anasema yeye ni mchungaji ambaye anajitolea hata anakufa pale msalabani kwa sababu ya kondoo zake. Kwa hivyo tunaponena juu ya wachungaji, hiyo tunaelewa namna hiyo. Ukisoma kitabu cha Ezekieli yote inajaribu kuhighlight na kuongea mambo ya justice na judgment, na hatimaye ina emphasize on the responsibility of the leaders, the political leaders and the spiritual leaders. Hatimaye inazidi kutabiri jinsi ambavyo itakavyokuwa. Na hatimaye katika aya ambayo tumeisoma ya 34, hapa ndipo kitabu kinasema about the Lord will be Israel's shepherd. Hapa Mwenyezi Mungu mwenyewe anajidhihirisha ya kwamba amekasirishwa sana na viongozi wa dini na viongozi wa nchi, kwa sababu vile wamewalalua wanakondoo. Ezekieli anasema hawa wamechukua wale ambao wamenona, wamechukua manyoya yao na kujivika, lakini wale ambao ni wadhaifu wamewasukuma huko nje, na hata wale ambao wamepotea amesema hawana nafasi ya kuenda kuwatafuta. Lakini Bwana kwa sababu anaonyeshana hapa yeye amekasirika, anasema mimi mwenyewe nitakuja na nitakuwa mchungaji wa kondoo zangu. Ukisoma katika mstari wa 23 katika aya hiyo 34 anasema I will praise over them one shepherd, my servant David, and he will tend them and he will be their shepherd. He is talking about Jesus Christ ambaye alitokea katika lineage of David. Kwa hivyo anapoelekeza anasema nitamtuma mmoja ambaye atakuwa mchungaji wa dhati na wa kweli, ambaye atawarisha wanakondoo wangu. Na it is for true, Jesus came to be the chief shepherd. Tell your neighbor to be the chief shepherd. Lakini Ezekieli ananifurahisha, hajaangalia wachungaji peke yao, vile vile amewaangalia hata wanakondoo. Ukisoma katika mstari wa 17 katika kitabu hicho Ezekiel 34:17, ukisoma 17 kuteremka hapo, vile vile amewaelekeza hata kondoo wenyewe kwa wenyewe. Anasema kuna kondoo wengine ambao wako na pembe na wanawaumiza wale wengine. Anasema sivyo tu, kuna kondoo wengine ambao ni wajeuri,
Wanapoenda kule mtoni kunywa maji, wanapokunywa maji masafi, wanaharibu yale maji mengine, yanakuwa machafu. Anaendelea kusema kuna kondoo wengine vile vile wanapokula chakula ambazo wamepewa, wakishamaliza kukula vile vile wanazikanyanga chakula zile ambazo zimewekwa ili wale kondoo wengine wasiweze kukula. Kwa hivyo the prophet Ezekiel is addressing the shepherd and the sheep. Kwa hivyo ameielekeza milengo miwili, na kwa hivyo wote anawauliza wana nafasi ya kubadilika. Katika kitabu cha Yohana 21, naye Yesu Kristo alipokuwa katika msimu huu tuko wa Pentekosto, siku 50 baada ya Yesu Kristo kupaa after Jesus ascended, 50 days before the 50 days after resurrection, Yesu Kristo kabla ya kuondoka aliona, kwa sababu yeye ni mchungaji, vile vile angetaka kuwa na mchungaji ambaye anawarinda wanakondoo. Na alipowatazama wanafunzi wake akamuona Petro kama anafaa, ijapokuwa hakuwa anafaa zaidi, lakini Yesu mwenyewe alimpamba akamtengeneza mpaka akakuwa ako sawa. Lakini at the end Yesu anamtazama, anamwambia, Simon Peter, son of John, mundu agikuuria uguo kimani mwana wa mutura, remember that is a serious business. That is a serious. Lakini mtu akikuita Kimani, tunaongea mambo haya na haya, lakini akisema the son of so and so, sasa hiyo anamaanisha hayo mambo anakueleza ni mambo ambayo si ya mzaha. Yesu akamtazama Petro akamwambia, Simon Peter, son of John, do you love me? Na Petro, si mnajua Petro, mnajua hadithi zake. Hata wakati alikuwa ameambiwa atamsaliti Yesu, alikuwa amesema yeye hawezi. Alimwambia Yesu, kwa hakika mimi nakupenda. Lakini yule upendo Yesu alikuwa ananena juu yao, maybe Christ was talking about the agape love, the love of God. And maybe Peter was talking about the physical, the filial love, ambaye unaweza kuulizwa na mtu kama unampenda, anasema yes, I love you. Oh yes. Lakini Yesu akarudia mara ya pili, Simon Peter, the son of John, do you really love me? Mnamuona Yesu? Can you see that picture of Jesus? Na namuuliza, unanipenda? Naye Simeoni akasema, oh my. Labda haijaongezwa hapo, lakini lazima alisema, oh my boss, you know I love you. And then he went for the third time. Akamuuliza, oh Simon Peter, the son of John, do you really love me? Hapa Simeoni tempa zikapanda. Si unajua kuna watu wa kupanda na tempa? Si mnajua Simeoni alikuwa anabeba panga. Alikuwa si mchezo. Akamuuliza, Todo kwenda gatia? He must have asked Jesus, I have told you 2 times I love you. For instance, unaweza kumuuliza mkeo ama bwana yako, unanipenda? Ya pili na ya tatu. Mtu akikuuliza ya tatu, si unajiuliza, what is the agenda? What is the agenda? Hivyo ndivyo Peter alivyofanya. Lakini Yesu Kristo akamwambia, jukumu iliyo mbele zako ni jukumu iliyo kuu ya kuwalisha wanakondoo wangu. Sio jukumu rahisi. Kitambo ulikuwa unatembea unaenda vile unataka, lakini jukumu ambayo nimeitweka juu yako ni jukumu iliyo kuu na ni nzito sana. Akamwachia hilo jukumu. Praise the name of the Lord. Leo mchungaji Derito, wakati nilikuwa nakuuliza maswali, labda ningekuuliza hayo maswali. Ningekuuliza, mchungaji Derito, unawapenda watu wa Thika Town? Si mchungaji akasema ndio nawapenda. Na ningerudia the same question, angeshindwa kwani moderator iko namna gani? Lakini ningekuambia wachunge hawa wanakondoo, kwa sababu hawa ni wanakondoo wa Mungu. Na ningekuambia si kibarua chepesi, ni kibarua ambacho unakuwa kingumu kuwalisha wanakondoo, kwa sababu katika kuja kwako they were very excited.
waliposikia unakuja. Na wengine wakakupenda kabla hawajakuona. Waliposikia Nderitu ndiye ametumwa hapa, wakasema I love that name. Hilo jina ni la kule kwetu. Thimutikio Nderitu ni lako. Gugo natakuonete ni akwendire. Na wengine walipokuona mara ya kwanza wakakupenda. Wakasema oh, this is the minister I was looking for. Already wameanza kudelete Reverend JK. Gwishira JK thimo ciaku already nicijetie kudelete. Already amwe nima oyo niwe, oyo no niwe. But hii kazi ni ngumu. Kuendelea kidogo wataanza kusema na dararuta wira uria JK areka gatia. Na darahuji uria JK ara oyo TJK. Tero cio ngi TJK. Uyu ni Nderitu. No muonage ta Nderi, ta Nderi. Na Nderitu etitwo na akaheo wira ta Nderitu. Praise the name of the Lord. Ameitwa kama Nderitu na kazi yake si kama ya JK, ya ameitwa katika laini yake. Na JK alikuwa katika laini yake. Kwa hivyo mchungaji, hawa watu wengine mkienda watachokeshwa na wewe. Na wengine walikuona mara ya kwanza hawakukupenda. And we are living in a difficult time. Some of our members wanatuambia I have my doctor, also have my lawyer, and also have my I have my pastor. Onole mutungatari wa pale siwathi wake gakwira and mchungaji, I have a function but I'm going to invite my pastor. Athuri ni muraigwa orocio. I will invite my pastor. Lugo gethio kura kora my pastor is there and remember you are mchungaji. Sasa unajikuta hapo. Ndio watu wasio ndio ulero ni mwathani chunga wanakondoo wangu. Bwana apewe sifa. Wakati tunaponena juu ya wanakondoo, dipoza ni kazi ngumu kama vile Ezekieli alivyosema. Ningetaka tu kufafanua kidogo na kuiangalia kwa njia ya ufupi, nikisema wakati mwingine kama vile imedakiliwa ukisoma Ezekieli 17 kutoka kuteremka pale, kuna wanakondoo ambao tunawaita wandering sheep. Na nigukwirwo mareithie wandering sheep. Wakati mwingine hao wako hapa, kesho wako Elijakagiri, kesho hiyo ingine wako kwa Kiengei. Kule amavuno ukarora TV ukauga yule neitha wangania kairana mire kanitha wori ya district ukero bado no member witu, lakini yeye ni wandering. Yeye hakuna maneno. Kisikia Wall amekuja Thika Stadium, yeye yuko wapi? Ni wako tu. Ninakuambia lisha wanakondoo wangu. Mchungaji, lisha wanakondoo. Hata wao tunaita wandering, usijali. Yasi ondoka kama kione rogi nyomareithie. Hao wengine ni wale ambao tunasema wameandikwa hapo na Ezekieli. Kuna wale ambao they are called the reaping sheep. Anaendaga pole pole thiaga igithuaga. Noti kurwara irwarite. Wazee wa kanisa wanaweza kutia muhuri huyo. Mnaweza kwenda katika maombi ya district kwake na nawaambia kumomothi from today. Sasa nimeamka na nitakuwa nikikuja maombi na kwa hakika hayo maombi mengine yatakuja. Lakini hiyo ingine yote ya mwaka mzima hatafanya nini? Anahitaji kusukumwa. Hao katika kikundi hicho cha leaping, wengine tunawaita ni emaciated, wengine ni ambao ni sitaki kutumia hilo jina. Mahano ugo tu, wako tu hivyo, lakini mchungaji tunakuambia lisha wanakondoo. Hawa ni wetu. Kuna wao wengine ambao tunawaita wenye wako na pembe. Tutawapatia jina gani wenye wako na pembe? Hawa ni Ezekieli anaongea mambo yake. Wako na nini? Na pembe. Wanajua kuchoma wale wengine. Na ukikuja kwa ofisi ya mchungaji wanakuwa number 1 kuja kujua mchungaji. You have 3 months you must have known them.
Wanaingia kwa ofisi kujua mchungaji, na anakuja bila kupitia kwa elder, anasema mimi naitwa fulani wa fulani, mimi nafanya hivi na hivi, lakini anajiandaa kwa sababu mashtaka yake itakuja baadaye kwa vile anachoma wengine. Mchungaji nakuambia hata hawa risha wanakondoo wangu. Sijui kana nigathogwetha, kana nitumefiro gwetha, kana nikiugwetha gya gutinia, lakini risha wanakondoo wangu. Kuna wengine nao ambao ni wangumu sana, tunawaita Judas, lakini is Judas in quote. Say Judas in quote. Hawa Judas, they look very good, kama vile Judas alivyokuwa baka akachaguliwa treasurer na Yesu. Unaona Yesu akichagua mtu treasurer anaweza kuwa mbaya? Si of course alikuwa mtu mzuri. Wanaingia katika hiyo title. They look very good, but they are also very good in misleading others. And when they mislead others, they come back. Wanawacha hao wengine kwa shida. I can give an example. Session nilikataa kusikiliza vikundi fulani katika parish moja niliyokuwa. Walikuwa wamechukua time kwa sababu ya transfer ambazo zilizofanywa na session. Sasa moto ukaanza kupanda. Lakini huyu aina ya Judas akapanga vile watu watavamia session ikiwa imekutana. Kwa hivyo wakati session ilikuwa imekutana, hiyo kundi ikakuja kusema tunataka kusikilizwa na session. Na si wakaingia. Kaambiwa mumeitwa na nani katika chama? Hapana, tumesema tufanye nini? Tukuje. Mtatupatia muda? Hapana, tunataka kusikilizwa. Si mchungaji anasema twakugadhaga. Chama inafanya nini? Lakini mwenye kupanga hakuja. Hakufanya nini? Alisema yeye ni mgo. Kwa hivyo yeye hakuwa katika kikundi ambacho kilivamia session. Kwa hivyo wale kundi lote walioingia, unajua session ikikutana hawa ni discipline case. Si ni automatic. Kwa hivyo yeye aliyepanga hakuwa katika discipline. Wale waliokuwa wanasomwa hawa wamesimamishwa na kanisa, yeye hakuweko. Na yeye ndiye aliyapa. Kwa hivyo tunakondoa namna hiyo, tunawaita Judas. Tunawaita Judas. Tukiwa na fundraising hapa ndio wanakuaga wa kwanza kusema hiyo hatutatoa, hiyo hatutatoa. Lakini siku ya fundraising yeye amekuja amejipanga sawa sawa. Nyinyi hamkuja na pesa, lakini yeye amefanya nini? Kwa hivyo hawa mchungaji tunaweza sema risha wanakondoo wangu. And then finally, because I want to conclude because of time, tuna wale tunaita the contended sheep. These are beautiful. They are good. Hawa ndio wametoka Zima. Si mmesikia kuna watu wa Zima? Hawa ndio wametoka Kiambu. Hawa ndio wametoka Kariobangi South. Adomede horoa gai. Na wawa wanajipeana kwa moyo thabiti, kwa mali yao yote, kwa nia yao yote, kwa uwezo wao wote, kwa vipawa vyao vyote. Ndio walikuwa nakaa kifuani cha Yesu. Si mnajua kuna watu walikaa kifuani cha Yesu? Hawa ndio hawa. Hawa kwa kanisa, mchungaji parokia yote anaenda hawezi kuwasahau. Ukiuliza mchungaji DK, nilikania mwondo mwazima, atakwambia wawili. Hawa is the contended. Kwa sababu ni ndugu na dada ambao wanasimama na mchungaji na kazi ya Mungu, wanasimama na wazee wa kanisa, na ukiuliza elder watakuambia huyo ni ndugu, huyo ni dada ambaye amejazwa na roho wa Mungu na anaifanya kazi ya Mungu. Hello. Tolio shogeka ni contended. Si wengi contended, si wengi sana, lakini hawa ni ndugu. Lakini hata hawa kwa sababu wanakuwa misused na wengine, mchungaji DK na kuambia risha wanakondoo wangu. Risha wanakondoo wangu. Tunaweza kukumbuka ya kwamba
Wakati Yesu alisema juu ya kulisha wanakondoo yangu, mchungaji vile vile ana wajibu na jukumu. Na tunajua jukumu moja la mchungaji ni kuwapenda hawa kondoo. Have passion. You must have compassion over all the members and the flock of the parish. Wewe hautachagua. Si mnajua wachungaji tunachaguaga? Au mutikuonelela? Wakati mwingine tunajikuta tunachagua, lakini unakumbushwa love them all. Number 2, you are being reminded that you must guide the flock. Lazima uonyeshe njia iliyo bora. Number 3, you are being reminded that you must provide food, spiritual food for the flock. Otherwise, if you do not, utawakuta wakitafuta kwingine. And then number 4, mchungaji unaulizwa, humility and patience is part of your portion ya mchungaji. Humility is required. Patience is required. And then number 5, endurance and sacrifice yourself is required if you are to become a good shepherd. Let me talk about endurance. I give you a story that I encountered. Wakati moja nilipigiwa simu saa 8 ya usiku. Saa 8 ya usiku. Nikaambiwa mzee wa kanisa amekufa. Hapo iko kazi nyingine, si ni kuamka na kwenda. Na nilikuwa naenda mahali kama 10 kilomita. Nikatafuta mzee mwingine tukaenda. Nikakuta watu wa familia wakilia, wakiongea, sasa wanataka tuombe ili mzee apelekwe mochari. This was so difficult. It's tough for us ministers. Saa 8 ya usiku. Mchungaji utaitwa saa 8 ya usiku. Lakini wakati nilifika kwa familia nikawaambia, kitu cha kwanza, wacheni wadugu na wadada tuombe neema ya Mungu iwe juu yenu ili muweze kupumzika. Ndio tuende tuchukue tumweke tumpeleke mochari. Ndali kia kuhoya ri. Ngeigwa muthuri na hau thĩinĩ. Mũtungatĩri nĩ ũkire. Halo. Acha nitafsiri kwa Kiswahili, Tulipomaliza kuomba, nikasikia mzee, kwa sababu unajua anawekako hapo ndani. Mchungaji, ulikuja? Sasa wewe ungefanya nini? Sometimes mchungaji you have to endure. Mchungaji, sometimes you have to endure. Sometimes you have to sacrifice. To finish the stories for another day. Wewe uniulize vile iliendelea. But you can imagine saa 8 ya usiku niliamuka. You have to endure sometimes. It's difficult. Then finally, accountability is required of you. Not accountability to us, but to the chief priest who called you. Atakuuliza, can you be accountable for the work I called to you to do? Kwa hivyo jitahidi kama askari mwema kuifanya kazi ambaye Mungu alikuitia. Philip Mbithi anapoongea mambo ya dini katika Afrika anasema ya kwamba katika Afrika, natajaribu kutafsiri, katika Afrika watu wanaipenda dini na mioyo yao iko na room, a vacuum of religion. The ministers of the word have to do their best to teach the true gospel. To teach the true gospel. Because if you do not teach, Philip Mbithi was trying to say, if the minister of the word do not teach the true gospel, na watibidi kufundisha injili, utawakuta watu wako wameitwa chakahora, wameitwa mahali fulani. The reason, because they were not taught the true gospel. Mchungaji, lisha wanakondoo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tusimame ili tuweze kuomba.
Nataka kuita mchungaji Kapupa.